maisha kuna neno ambalo laitwa ahadi. Katika uchumba na ndoa kuna neno ambalo laitwa ahadi. Katika kampeni za uongozi kuna neno ambalo laitwa ahadi. Hizo ahadi hazitimiliki. Hizo ahadi ziko wapi? Nauliza, hizo ahadi hazitimiliki. Sababu ni nini? Nauliza. Ndo mwanzo wa mafarakano, ndo mwanzo wa vita, ndo mwanzo wa vurugo katika maisha. Kuna neno ambalo katika maisha, kuna neno ambalo ahadi. Katika Biblia ni wengi walipewa ahadi na Mungu. Abrahamu kaidiwa kuwa baba wa mataifa. Mungu mwenyewe ahadi zake ni za milele kwetu. Mungu mwenyewe ahadi zake ni za milele kwetu. Alituahidi mwanae, alituahidi Roho Mtakatifu tuko naye. Alikuahidi kazi uko nayo. Alikuahidi mtoto uko naye. Akakuahidi ndoa uko nayo. Tazama, ahadi za Bwana ni sawa na ni kweli. Tazama, ahadi za Bwana ni sawa na ni kweli. Mbona mwadanganyana wakati baba yenu sio mkora, sio muongo? Baba utimiza ahadi zake. Katika maisha kuna neno ambalo laitwa ahadi. Katika maisha kuna neno ambalo laitwa ahadi. Raisi anapotoa ahadi kwa mtu yeyote, ngojea kwa hamu sana, kwa furaha na tabasamu. Ndivyo nasi tunapendwa na Baba Mungu. Alituachia ahadi ya Roho Mtakatifu. Imba yu mwema, mwema, yu mwema Yesu, mwema, yumba yu mwema Baba, mwema, ahadi zake si za uongo. Haleluya, akiahidi kitu hutimiza. Yesu, imba yu mwema, oh, yu mwema Yesu, imba yu mwema Baba, oh, yu mwema, ahadi zake sio za uongo.